Bwana mzee. Bwana pesa yako hii hapa hii. Sawa, nimekuja kulipia kichumba. Hii kodi ya miezi 4, sawa? Hiyo pesa mimi siwezi kupokea. Sababu wewe ile juzi kuna dalali ulikuja naye hapa. Jana. Wapi? Ile jana. Huyo dalali yuko wapi? wewe shida yako pesa, shida yako dalali. Sikiliza nikwambie. Mimi nataka pesa ile vile vile naifuata na utu. Sawa bwana? Kumbuka kwamba yule mtu wewe ndo ulimtafuta ukaonana naye huko ndiko unaonana naye. Mpaka amekuleta hapa kuja kukuonesha hiki chumba. Sasa inakuaje unamzunguka, unakuja kunipa pesa yeye hayupo? Huo ni ubabaifu. Sawa bwana? Ili nipokee hii pesa yako, naomba kamtafuta yule dalali uje naye hapa unipe hiyo pesa mbele yake na yeye akiona. Sasa sikiliza, wewe pokea hii pesa, afu mimi then dalali nitamtafuta. Hapana, mimi siwezi kupokea pesa yako. Nitafute kwanza dalali ndipo nitapokea hii pesa yako. Unapokea upokei? Sipokei hiyo pesa. Unapokea upokei? Mimi sipokei hiyo pesa. Nenda kanitafute yule dalali uje na unaona hizo nyumba zangu? Kufanya na madalali vizuri ndio maana nyumba zangu hazikosi wapangaji baba. Kaa na hicho chumba chako. Asante, nyumba ni ya kwangu. Nyumba ya kwangu, chumba chako. Sawa. Utaupuuzi hapa. Asante baba. Wewe dalali inahusiana nini? Nasemaje? Mtu anapokufanyia jambo ja wema, basi na wewe rudisha wema. Usifanye kitu eti kwa sababu yule mtu hayupo mzunguke kwa ajili ya kutapeli, sio jambo zuri.